Rais wa Uganda, Yoweri Museveni, ameidhinishwa rasmi kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Hatua hii huenda ikawezesha hatamu yake ya kuwa mamlakani kwa miaka 45 kama rais. Akiwa na umri wa miaka 81, tayari Museveni ameongoza Uganda kwa miaka 40, hii ikimfanya rais wa 4 barani Afrika kuhudumu kwa muda mrefu. Alichukua hatamu za uongozi mara ya kwanza mwaka 1986 baada ya mapigano ya muda ambayo yalimaliza utawala wa Tito Luto Okello. Museveni ameshinda chaguzi zote za urais ambazo zimefanyika Uganda tangu nchi hiyo kurejea kwenye utawala wa kikatiba mwaka 1996. Katika mwaka 2017, bunge la taifa la Uganda liliondoa kizuizi cha miaka 75 cha rais kuwa mamlakani, hii ikifungua nafasi ya Museveni kusalia mamlakani. Rais Museveni sasa anatafuta muhula wake wa 7 kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tume ya uchaguzi ya Uganda iliidhinisha kuteuliwa kwake kuwania urais Jumanne tarehe 23 Septemba baada ya chama chake cha The National Resistance Movement kusema kwamba zaidi ya wafuasi wake milioni 2 waliweka sahihi kuunga mkono azima yake ya kuwania urais. Chama hicho tayari kilikuwa kimempendekeza kuwa mwaniaji wake mwezi wa Juni. Museveni amewashukuru wafuasi wake kwenye mitandao yake, akiguzia kuimarisha uchumi chini ya utawala wake. Anasema uchumi wa Uganda umeimarika maradufu kutoka dola bilioni 34 hadi dola bilioni 66 na anaahidi kuimarisha zaidi hadi dola bilioni 500 kwa muda wa miaka 5. Ahadi zake pia zinalenga kuongeza mali, miundo misingi, afya, maji na kukabili ufisadi. Hata hivyo, anayesimama katika njia yake kwa mara nyingine ni Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine. Kwa umri wa miaka 43, msanii wa zamani wa Popstar amerejea kwa vishindo baada ya mivutano na Museveni. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 ambapo Museveni alitangazwa kuwa mshindi, Bobi Wine alidai kwamba uchaguzi huo haukuwa huru. Kuteuliwa kwa Wine kumeibua hisia wakati huu. Tume ya uchaguzi awali ilikuwa imekataa orodha ya wafuasi wake kwa kukosa sahihi za kutosha, lakini baadaye ikamuidhinisha. Wine ameahidi kuimarisha usalama pamoja na uchumi wa nchi hiyo. Wakati huo huo, kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Dr. Kizza Besigye hatakuwa kwa debe. Amekuwa kwenye kizuizi kwa muda sasa kwa tuhuma za usaliti na umiliki wa silaha kinyume cha sheria, tuhuma ambazo kufikia sasa amezikanusha. Chama chake cha People's Front for Freedom tayari kimetangaza kwamba hakitakuwa na mgombea kwenye uchaguzi huo. Pamoja na uchaguzi wa urais, Waganda pia watakuwa wakielekea kwenye debe kuwachagua wabunge wao kwa uchaguzi mkuu ambao umeratibiwa kufanyika mwaka ujao mwezi wa Januari, ambapo wadadisi wanasema kwamba utakuwa ni wa kukata na shoka.